وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين. Na katika huu mlango huu kuna hadithi ambazo zimetajwa katika at-talqin, kwenye kule kumtamkisha mtu shahada. Athani, ya jambo la pili katika jambo ambalo ni katika min alamati husni al-khatima, al-maut bi rashhi al-jabin, mtu kufa na jasho la hapa paji la uso. Hapa kutokana jasho la uso paji la uso, li hadithi Buraida ibn al-Hasib radiyallahu anhu, hadithi ya Buraida ibn al-Hasib Allah amridhie, annahu kana bi Khurasan, kwamba yeye alikuwa katika mji wa Khurasan, mji ismu al-balad. Faada akhan lahu wa huwa maridun, akamtembelea ndugu yake yeye na hali ya kuwa ni mgonjwa. Fawajadahu bil mauti, akamkuta yeye kwenye hali ya kifo. Wa idha huwa bi'araqi jabinihi, punde akawa yeye ana jasho kwenye paji lake la uso hapo. Qala Allahu akbar, akasema Allahu akbar, kwa maana Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu mautul mu'mini bi'araqil jabini, sema kwamba nimemsikia mtume akisema kwamba kifo cha mu'min kinakuwa ni kwa jasho la kwenye paji la uso. Ametaja hadithi ya Imam Ahmad, kadhalika na tamko lake, kadhalika Imam an-Nasa'i na Imam Tirmidhi, na akaihasinisha na Ibn Majah, kadhalika na Imam Ibn Hibban na Imam al-Hakim na Imam at-Tayalisi na Imam Abu Nu'aym katika kitabu chake Al-Hilya. Na waqala al-Hakim, na amesema Imam al-Hakim sahihun ala sharti Muslim, hadithi hii ni sahihi lakini kwa sharti ya upokewaji kwa riwaya za nani? Al-Imam Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi wa fihi nadhar la majala li dhikrihi huna, na amewafikiwa na hilo na al-Imam adh-Dhahabi, na ndani yake fihi nadhar, kwa maana wahitajia kutathabbat ndani yake kwenye hili. Ni kwa maana uhakika, mtu ukitaja jambo kiuhakika akasema fihi nadhar, kwa maana uhakika wako hajiusapoti 100%, ndio maana yake. Nimeona kadha mwanachuoni kasema hivi, fihi nadhar, kwa maana yeye haja usapoti 100%. La majala li dhikrihi huna, hatuna sisi nafasi wala sehemu ya kutaja hizo nadharati, namna ya kutaja hivyo kwamba fihi nadhari, na maana kupata kahataji yeye ana nadhari gani, kupata kahataji. La siyama wa anna ahada isnadain Nasa'i sahihun ala sharti al-Bukhari, hasa kwamba moja kati ya sanadi mbili za al-Imam an-Nasa'i ni sahihi juu ya kupokelewa kwa sharti al-Imam al-Bukhari. Walahu shahidun min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na ina shahidi kwa maana uthibitifu wa hilo kutoka kwenye hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud Allah amridhi. Kapokea hili al-Imam at-Tabarani katika al-Awsat na al-Kabir, maana Mu'jam al-Awsat na Mu'jam al-Kabir. Wa rijaluhu thiqatun rijalus sahihi, na wapokezi wake ni thiqat, na miongoni mwa masharti ya kusihi hadithi ni kuwa wapokezi wa kweli, thiqat wa kweli. Sababu hadithi hili si kuna masharti 5, lakini miongoni mwa hilo kiacha ittisal sanadi, adamu shududhi, adamu illa, kadhalika katika ndani yake kwa kweli kwenye sanadi katika hizo. Kwa hiyo kama fi al-majma', kwa maana kule kwenye majma'u zawaid kule. Athalitha, dalili ya tatu katika dalili za alama ya mwisho mwema, al-mautu lailatal jum'ati au naharaha, mtu kufa usiku wa Ijumaa au mchana wake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa qauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min muslimin yamutu yawm al-jum'ah au lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri, hakuna muislamu yote ambaye atakufa katika siku ya Ijumaa mchana kwa maana au usiku wake, isipokuwa Allah atamuokoa kutokana na adhabu ya kaburi. Kaipokea hadithi hii al-Imam Ahmad kadhalika na al-Imam al-Fasawi katika kitabu chake al-Ma'rifa kwenye njia mbili za Abdullah ibn Amr, kadhalika na Imam Tirmidhi katika njia mbili, na ana shawahidi kutoka kwa sahaba Anas na Jabir ibn Abdullah na wasiokuwa hao.
hadithi ni sahihi kwa mkusanyiko wa njia zake na ni hasan na ni sahihi, kasema hivyo. Arabi'a, dalili ya 4, alistishhadu fi sahati alqitali, mtu kupata shahada, kuwa washahidi katika viwanja vya vita. Kupata shahada kwa maana akauawa kwenye viwanja vya vita. Qala Allah ta'ala, nisema Allah mtukufu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, na wala usije ukadhania kwamba wale waliouawa katika njia ya Allah, maana fil jihad, amwata huwa ni wafu, bal ahya'un, man hayatun barzakhiyya, uhai wa kaburi. Sio kama ni uhai hivyo kwamba hivyo tembea umitani wao, amna sivyo. Inda rabbihim yurzaqun, mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Wayusiukadhania kwamba wao ni wafu, bali wao hai. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, hali ya kuwa wao wana furaha kwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika fadhila zake. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, na wana bashiria khairi kwa wale ambao hawakukutana nao wao nyuma yao walioacha, kwa maana alla khawfun alayhim, kwamba hawatakuwa na hofu juu yao, wala hum yahzanun, na wala hawatahuzunika. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin, wanabishara njema wao kwa neema zitokazo kwa Allah na fadhila zitokazo kwa yeye. Wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi bure malipo ya waumini. Wa fi dhalika ahadith, na katika hilo kuna hadithi nyingi. Katika hizo, lishahidi inda almauti 6 khisali, ana shahidi wakati wa kufa kwake mambo 6. Atakapokufa shahidi mtu katika maaraka ya vita, anakuwa ana yeye mambo 6. Yughfaru lahu fi awwal duf'atin min damihi, atasamehewa yeye kwenye ile mara ya mwanzo ya kuuawa, ile dufa ya mwanzo kwenye damu yake, kwa maana kuuawa pale pale anasamehewa. Wayara maq'adahu min aljanna, na ataona makazi yake peponi. Wayujaru min adhabi alqabri, na ataokolewa yeye kutoka na adhabu ya kabri. Wayamanu alfaz'a alakbara, na atakuwa na amani kutoka na ule mfadhahiko mkubwa. Wayuhalla hilyat aliman, na atapambwa kwa pambo la imani, yeye atapambwa kwa pambo la imani. Wayuzawwaju min alhuri alain, na ataozeshwa yeye katika wanawake ambao ni hurul ain au hurul ain, kaamthali al-lu'lu'il maknun. Wayushafa'u fi 70 insanan min aqaribihi, na atafanywa muombezi yeye kwa watu 70 katika jamaa zake wa karibu. Ataambiwa aombee, ataambiwa aombee. Hadithi hii kaitaja Imam Tirmidhi, kadhalika akaisahihisha na Imam Ibn Majah na Imam Ahmad, na isnadi yake ni mzuri. Kisha akaitoa kwa njia ya hadithi ya sahaba Ubada ibn Samit kutoka kwa hadithi ya Qais al-Judhami, na sanadi zake mbili zote hizo ni sahihi vile vile. Hadithi nyingine, an rajulin min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtu miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anna rajulan qala, kwamba hakika mtu alisema, ya rasulallahi ma barul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahidu, na yafaa kusema illa ash-shahida, illa shahidi hapo hakuna. Wana nini waumini? Kwamba wao wote watafitiniwa kaburini isipokuwa aliyekufa shahidi. Na fitna, kwa sababu kaburini kuna fitna kisha kuna adhabu, hivi haviendani. Kuna fitnatul qabri kisha kuna adhabul qabri. Fitnatul qabri ni yale maswali, ndio fitna za kaburi zile. Na ndio hapo yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah, ay fil barzakh. Sehemu kama ile, sehemu kama ile. Kadhalika wamesema wanachuoni sehemu nyingine ya kutoka roho. Kwa hiyo fitna ya kaburi ni kule kusailiwa, kuulizwa, na adhabu ya kaburi ndio hiyo kuadhibiwa baada ya kutokea hiyo fitna. Ina maana ukifanikiwa kwenye fitna adhabu haipo, usipofanikiwa kwenye fitna adhabu ndio itakuja. Kwa maana ukifeli kwenye maswali unaumia. Isipokuwa shahidi qala, amesema
amesema kafa kufia bibarakati suyufi bibarakati suyufi ala ra'sihi fitnatan, ametoshelezwa yeye kwa ule mnyao wa mapanga kwenye kichwa chake kutokana na fitna. Ule mnyao wa mapanga ule ulikuja kumpiga ile ule mnyao ule na makushia yeye fitna, kwa maana kuuawa kutokana na ule mnyao wa panga zake, kutokana na fitna panga alizouawa. Ule mnyao wa panga kwenye kichwa chake ulipompita ule ndo ameepusha nao, kama hii ni kinaya kwamba alipouawa ndo kasema hivi. Amepokea hadithi ya Imam an-Nasa'i na kadhalika hivyo na kapokea al-Qasim na as-Saraqusti katika kitabu chake Gharib al-Hadith, na sanadi yake ni nzuri. Tanbihun turja hadhihi ash-shahadatu liman sa'alaha mukhlishan min qalbihi walau lam yatayassar lahu al-istishhad fi al-ma'raka, hutarajiwa kupatikana hii shahada kwa yule ambaye ataiomba hali ya kuwa na ikhlasi kwenye moyo wake, hata kama haitowepesishika yeye kufa shahidi katika vita. Bidalili qawlihi